Yesu, uko pamoja nasi. Tunahitaji msaada wako, tunahitaji maongozi yako. Useme nasi Mungu, na kutuhudumia na kutufundisha. Hawa ni kondoo wako, walishe, wanyweshe, wahudumie. Bwana, neno lako likatujenge na kutufaa. Nafunga kila roho ya upinzani, kila roho ya vita inyamaze kimya katika jina la Yesu, amen. Hebu mshangilie Mungu wetu. Basi ujumbe wetu unasema maisha yanayompa Mungu utukufu. Maisha yanayompa Mungu utukufu. Jambo la kwanza tufahamu, mwanadamu ameumbwa kwa utukufu wa Mungu. Mwanadamu ameumbwa kwa utukufu wa Mungu. Kwa nini tunatakiwa kuishi maisha yanayompa Mungu utukufu? Tunatakiwa tuelewe kwamba tumeumbwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hebu sema, nimeumbwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Turudie tena. Turudie tena. Ndicho kitu tunachotakiwa ukifahamu. Wewe mwenyewe umeumbwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Isaya 43 mstari ule wa 7 inasema, kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu. Mimi nimemuumba, naam mimi nimemfanya. Hebu sema, niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu. Sema, niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu. Kwa hiyo mwanadamu ameumbwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Wewe unatakiwa ujue unapopita, wewe ni utukufu wa Mungu. Mwanadamu anatakiwa ajilinde sana katika maisha yake. Yale unayoyaongea, yale unayoyasema, yale unayoyafanya, unayoyatenda, kwa sababu wewe umeumbwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Popote unapopita, wewe ni utukufu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Unatakiwa ukipita, viumbe vyote vimpe Mungu utukufu kwa sababu yako wewe. Haleluya, watu wa Mungu. Mbingu na ardhi na wanyama na viumbe vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, unapopita vinatakiwa vimpe Mungu utukufu kwa sababu yako wewe, kwa sababu wewe ni utukufu wa Mungu. Hebu sema, mimi ni utukufu wa Mungu. Kwa hiyo umeumbwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na ndio maana mambo mengi yanayofanya mwanadamu yanatakiwa yampe Mungu utukufu. Hata kula na kunywa, Biblia inasema kwamba tule kwa utukufu wa nani? Hebu sema, tule kwa utukufu wa nani? Tule kwa utukufu wa Mungu. Ndio maana pia mtu anayemjua Yesu hali kila kitu. Haleluya, watu wa Mungu. Hali kila kitu. Ndio maana hata pombe hatunywi. Sasa tunatakiwa tule na tunywe kwa utukufu wa nani? Kwa utukufu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka tuangalie maisha yanayompa Mungu utukufu. Maisha yanayompa Mungu utukufu ni maisha, kama unaandika, maisha yanayompa Mungu utukufu ni maisha yanayoonyesha tabia na mapenzi ya Mungu kwa vitendo. Maisha yanayompa Mungu utukufu ni maisha yanayoonyesha tabia na mapenzi ya Mungu kwa vitendo. Haleluya, watu wa Mungu. Watu watamwona Mungu kupitia matendo yetu. Watamwona Mungu kupitia tunavyoishi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Namna unavyoishi, namna unavyofanya, ndivyo vitu vitakavyofanya watu wamuone Mungu. Haleluya, au wamjue Mungu. Kwa hiyo maisha yanayompa Mungu utukufu ni maisha yanayoonyesha tabia na mapenzi ya Mungu kwa vitendo. Maana ya maisha yanayompa Mungu utukufu, nataka tuangalie maana hizi kama naweza kawa 3 au 4. Maana ya maisha yanayompa Mungu utukufu. Maana ya maisha yanayompa Mungu utukufu. Namba 1 ni kumheshimu Mungu kupitia maisha yetu kwa kutenda matendo mema. Ni kumheshimu Mungu
kupitia maisha yetu kwa kutenda matendo mema yatakayowafanya watu wamtukuze Mungu. Ni kumheshimu Mungu kupitia maisha yetu kwa kutenda matendo mema yatakayowafanya watu wamtukuze Mungu. Mathayo 5:16. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Anasema nuru yenu iangaze mbele za watu wote, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Hebu sema wapate kuona matendo mema, wapate kuona matendo yangu mema, wamtukuze Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo anasema nuru yenu iangaze mbele za watu wote, wapate kuona matendo yenu mema, wamtukuze Mungu. Kwa hiyo kitakachofanya watu wamtukuze Mungu, wampe Mungu utukufu kupitia maisha yetu, watakapoona matendo yetu mema, watakapoona njia zetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo ishi maisha yanayompa Mungu utukufu. Kuvaa kwako kumpe Mungu utukufu, kuongea kwako kumpe Mungu utukufu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Namna unavyoishi na majirani zako kumpe Mungu utukufu. Yale unayoongea ukiwa na marafiki zako kumpe Mungu utukufu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nataka nikuambie kitu. Mojawapo ya kitu ambacho kanisa la leo lina vita ni kuishi maisha yanayompa Mungu utukufu. Wako watu leo hii wamebaki na kitu kinachoitwa tu Mungu ndio anayejua roho yangu, Mungu ndio anayejua moyo wangu. Lakini wewe kama unasema Mungu ndio anayejua roho yako, basi roho yako ndio iende kazini, mwili ubaki nyumbani. Roho yako ndio ije hapa kanisani, alafu mwili wako ubaki nyumbani. Lakini maisha yetu watu watamuona Mungu wanavyotuona mwilini, ndivyo wanavyotakiwa wamuone Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Kwa hiyo maisha yanayompa Mungu utukufu ni maisha muhimu sana. Kuna wakati mwingine maisha unayoishi yanahubiri injili. Namna unavyoongea na watu kunahubiri injili. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna wakati mwingine maisha yako unayoishi hayana deni, huna deni. Jina la Bwana libarikiwe sana, watu wa Mungu. Kuna wakati mwingine kwa sababu ya mahusiano yako na Mungu, kuna hata vitu vichache vidogo unaweza ukaamua kuachana navyo. Haleluya. Usigombane. Mtu wa Mungu, maandiko yanasema mtu wa Bwana hagombani. Haleluya, watu wa Mungu, hagombani. Haleluya. Kuna siku moja mtu mmoja alikuwa ni mtu wa Mungu, alikuwa amepanda daladala. Sasa alivyolipa nauli ikawa imebaki change shilingi 200. Kwa hiyo alikuwa na mwenzake, wakalipokaribia kushuka akamwambia konda 200 yangu. Konda akamwambia, na wewe mtumishi unahangaika na 200 namna hiyo? Alinyamaza kimya, hakuongea tena. Sasa wewe unashangaa 200 unaacha kushuka kibanda cha mkaa, kisa paka unaenda kushuka Mbezi, kisa unasubiri konda atafute 200. Ni kweli umefika kwenye umaskini wa namna hiyo? Wagaba nasema hujafika kwenye umaskini wa namna. Hebu inua mkono juu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unagombana kabisa. Unagombana na wewe ni mtu wa Mungu, unaongea lugha zile patachimbika. Unachimba nini wewe? Wewe ni mganga wa kienyeji, unachimba dawa unayesema patachimbika. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hebu sema maisha yanayompa Mungu utukufu. Kuna nyakati fulani usipende kila mtu akujue ni mshari. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ficha hata vitu vingine, tuweka hata ziada, weka hata silaha zingine kwa ziada, weka tu kwa ziada. Jina la Bwana libarikiwe sana, watu wa Mungu. Silaha zingine zifiche basi, hata ziwe za ziada, hata kama ni muda wa miaka. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Nifurahia sana bwana mmoja, walikuwa na miaka kama 45 kwenye ndoa yao. Sasa siku moja yule bwana akafanya kitu, mke wake akamwambia, kumbe ndivyo ulivyo. Nikasema kumbe miaka 45 yote alikuwa hajajua ndivyo alivyo. Kwa yule bwana kuna vitu alikuwa amevificha, lakini ndani ya miaka 45 akavionyesha. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana, watu wa Mungu. Ishi maisha yanayompa Mungu tukufu. Pointi nyingine
ni kuishi maisha yanayompendeza Mungu katikati ya jamii inayotuzunguka pamoja na kanisa la Mungu. Ni kuishi maisha yanayompendeza Mungu katikati ya jamii inayotuzunguka na ndani ya kanisa la Mungu. Ni kuishi maisha yanayompendeza Mungu katikati ya jamii inayotuzunguka na ndani ya kanisa la Mungu. Matendo ya Mitume 16 mstari wa kwanza hadi wa pili. Unajua hata kuna watu wengine ukiwaulizia watu wanakujua kwa tabia. Unakuta unamuulizia mtu ambia yule mshari. Yaani unashangaa tu una jina pale. Yawezekana wewe mwenyewe unajua ama hujui. Yule mgomvi. Yule mapepe. Sasa kwa nini wanakujua wewe ni mapepe? Yule mswahili. Yule mwongo. Jamii inayokuzunguka, na mimi niwaambie kitu. Jamii inayokuzunguka inatoa tafsiri sana ya kwamba wewe ni nani. Ndio maana hata Yesu kuna wakati mwingine alitaka wanafunzi wake wamwambie jamii inamsema mimi hivi, wananisema mimi ni nani huko. Baadaye akamwambia na ninyi huko. Ni kuna vizuri saa zingine fanya utafiti huko nje wanasemaje, alafu na kanisani huwa wanakuongeleaje. Kanisani huwa wanasemaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati mwingine unaamua kufanya utafiti wa kujikagua. Na nilikwambia siku moja pia, ukikuta tabia fulani wanailalamikia unayo watu wawili au watatu, ujue unayo. Usiwalaumu wewe, nenda kajirekebishe. Acha kulaumu. Wananisema, nenda kajirekebisha haraka. Haleluya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana watu wa Mungu. Sikiliza nikwambie kitu. Wewe unalalamika hivi kama una matongotongo, watu wakawa natangaza jamani ana matongotongo. Unalalamika wakati una matongotongo. Nenda kajiangalie kwenye neno la Bwana, litakwambia wewe una shida, ujirekebishe. Maandiko yanasema neno la Bwana ni kama kioo. Wangapi wanajua neno la Bwana ni kioo? Sema neno la Bwana ni kioo. Sema linamulika maisha yangu. Rudia tena, neno la Bwana ni kioo, linamulika maisha yangu. Watu wanaposema una kiburi, watu wanaposema una dharau, watu wanaposema una majivuno, ukaona watu wawili au watatu wanazungumza, nenda kajicheki. Yesu alijicheki kwa kuwauliza wanafunzi watu wananisemaje, na akauliza na kule ndani, hivi watu wananisemaje? Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hata saa zingine pia wanaume waulizeni wake, hivi unanionaje mke wangu? Hebu niambie mimi nina madhaifu gani ambayo wewe, hebu niambie unavyoniona. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ndio maana hata kwenye ndoa hizi, hata mwanamke pia mwambie mume wako, hivi unanionaje unavyoniona? Hivi unanionaje? Mimi nina mapungufu, hebu niambie. Ndio maana hata kwenye ndoa kuna watu fulani walisema walitoka mahala fulani kwenda mahala, wakasema ngoja angalau watoke out kidogo, wakatoka, wamefika kule, wamekaa kwenye kabustani, wanaanza kuongea. Anambia unajua mke wangu mimi nakupenda sana, lakini tuishie huko nakoelekea, tunatibuana sasa hivi. Waliondoka kabla hata huo mtoko wenyewe hawajaumaliza. Kila mtu aliondoka na njia yake. Sasa hiyo ndio shida. Hiyo ndio tatizo. Na mimi nikwambie kitu. Kuna mahali fulani wakati mwingine ukitaka kupona, kubali mtu aongee maneno yote mabaya yanayokuumiza, machungu ya kuingia. Ukitoka hapo utakuwa umepona. Jina la Bwana libarikiwe sana watu wa Mungu. Kuna dawa zingine ni chungu. Dawa zote ambazo huwa zinatibu magonjwa mabaya huwa sio tamu. Narudia, dawa zote zinazotibu magonjwa makali huwa sio tamu. Kwa hiyo dawa zote chungu. Kwa hiyo kubali mtu aongee maneno uumie kabisa, aongee yote ya kuumize, lakini ukitoka hapo useme nimepona. Haleluya. Sasa nakwambia mtu anaweza kaongea, wewe uko hivi, ukakasirika, ukaumia, lakini utakapoenda mahala ukajua ili unajiwekea vema mwenyewe. Ili unajiwekea kweli kabisa unajiwekea vema mwenyewe, halafu unasema Yesu nisaidie katika hili. Jina la Bwana libarikiwe sana watu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna watu ambao wanaitwa hawaambiliki. Kwa watu waliookoka hakuna mtu ambaye haambiliki. Sisi tunaambilika.
Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Kama ni binti wa kazi, uambilike. Kama ni mwanamke nyumbani, huo unayeambilika. Kama ni mwanaume, huo unayeambilika. Kwa watu wa Mungu hakuna mtu ambaye mimi siambilike, hatuna. Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Daudi alisema ya kwamba mwenye haki akinikemea itakuwa ni kama kunipaka mafuta, kichwa changu kisikatae. Aliongea na kichwa. Hebu sema, kichwa changu usikatae maonyo. Kichwa changu usikatae kukemewa, usikatae kurudiwa na Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana, watu wa Mungu. Haleluya. Na kuna wengine pia, ukiona mwanamke mnatoka mahali alafu mnaongea, mnagombana, badala ya kufurahia, ni mapepo. Ni mapepo. Kuna mtu mmoja aliniambia, tena Mungu aliwapa gari, wamepanga siku watoke jioni. Wakiwa tu wametoka huko kwao, wamepita kibanda cha mkaa hapo, wanakaribia stopover, walikuwa wanaongea, mke wangu, yani tunamshukuru Mungu tumetoka, hii itatusaidia. Mwanamke akamwambia nishushe. Akamwambia jamani tunatoka. Na akamwambia nishushe, nafungua gari. Akamwambia basi simama, ngoja nisimame. Alisimama pale stopover, mwanamke alishuka, akamwambia basi subiri nikageuza. Alishuka, kavuka upande wa pili, kapanda daladala. Mwanaume akaenda huko, kaenda kageuza, karudi, kamkuta nyumbani ashaingia kitandani. Kamwambia mke wangu, naomba usinisemeshe. Nikamwambia haya ni mapepo. Haya ni mapepo. Ni mapepo. Na mkiona wanawake wako hivyo, njooni mseme, waombewe. Kuna watu wengine wanalala na siri huko tu kimya kimya. Kuna bwana mmoja hivyo pia, na aliniambia mke wake alikuwa analala na kisu. Namwambia utakuja kuchinjwa siku moja. Akaniambia baba, hebu angalia hili shati hivi vifungo hivi, alilivichoma na moto. Nikamwambia uko umevaa? Akasema nikiwa nimevaa. Nikamwambia ni kichawi. Haleluya. Jamii inayotuzunguka. Na mimi niwaambie kitu, kuna watu wengine wanaweza wakaficha tabia. Unajua mimi nikwambia hivi, tabia mbaya ulionayo huwezi kuificha siku zote. Narudia, tabia yote mbaya unayohitaji kuificha, alafu uonekane mwema mbele za watu, hauwezi kuificha miaka yote. Lazima itakuja kuonekana tu. Mimi nikwambie kitu, panya hawezi kufia ndani, mnasema mtafute tunyamaze kimya tu. Harufu itawatambulisha paka jirani. Mbona huko kuna kitu kisicho cha kawaida kinanuka? Kwa hiyo huwezi kuificha, yani tabia mbaya huwezi kuificha kila siku. Ni vizuri wakati mwingine uamue, ujiweke waseme, hapa kwa kweli nahitaji msaada wa Mungu. Nahitaji watakatifu wa Bwana mniombee. Kwa hasira hii mniombee, kwa kiburi hiki mniombee, kwa dharau niombee, kwa roho hii ya uzinzi hii mniombee. Nahitaji msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi niwaambie kitu, kuna wakati mwingine unapoidhihirisha tabia fulani, unaona inajirudia na unaona kuishinda inaonekana mbele ya watu, unapoamua kusema nahitaji msaada, ni kama unaamua kuisulubisha ile tabia, na unapata ushindi kupitia nguvu ya msalaba. Jina la Bwana libarikiwe sana, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo alisema kwamba tujipatie sifa njema. Alisema kwamba tusiwe na kwazo la namna yote katika jambo lolote, ili utumishi wetu usilaumiwe. Tusiwe na kwazo lolote katika jambo lolote, ili utumishi wetu usilaumiwe. Akasema bali katika kila neno tujipatie sifa njema, kwa kunenewa vibaya au vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Katika shida, katika dhiki, katika mapigo, Paulo akasema tujipatie sifa njema kama watumishi wa Mungu walio juu. Tusome Matendo ya Mitume 16 mstari wa kwanza na wa pili. Maandiko yanasema hivi, Matendo ya Mitume 16 mstari wa kwanza na wa pili, anasema basi akafika Derbe na Listra, na hapo palikuwa na mwanafunzi mmoja jina lake Timotheo, mwana wa mwanamke Myahudi aliyeamini, lakini babaye alikuwa Myunani. Mtu huyo alishuhudia vema na ndugu waliokaa Listra na Ikonio. Mstari wa pili, hebu sema mtu huyo alishuhudia vema na ndugu waliokaa Listra na Ikonio. Hebu sema mtu huyo alishuhudia vema na watu waliokaa Listra na Ikonio. Kwa hiyo anasema ya kwamba huyu Timotheo alishuhudiwa vema na watu wa mji wa Listra na Ikonio walimshuhudia vema, alishuhudiwa vizuri.
Kwa hiyo maisha yanayompa Mungu utukufu ni maisha ambayo unaishi, jamii inayokuzunguka na watu wanaokuzunguka wanampa Mungu utukufu kwa sababu ya maisha unayoishi. Haleluya, watu wa Mungu. Hauishi kwa kuwafurahisha wao, bali unaishi kwa kumfurahisha Mungu wa mbinguni. Haleluya, watu wa Mungu. Hautaishi kwa kukubaliana na mambo yao. Haleluya, watu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Nilikwambia siku moja unaweza ukaishi katika ulimwengu ulioharibika na bado ukawa mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unaweza ukaishi katika ulimwengu mchafu au mazingira mabaya na bado ukawa mtakatifu. Haleluya. Kama ambavyo samaki yupo baharini lakini ukimvua hana chumvi, na wewe unaweza ukaishi maisha ya namna hiyo. Haleluya. Jambo lingine pia ni kuruhusu Mungu akutumie apendavyo, ajitukuze kwa matendo yake makuu. Ni kumruhusu Mungu akutumie apendavyo, ajitukuze kwa matendo yake makuu. Kwa hiyo maisha yanayompa Mungu utukufu ni kuruhusu Mungu akutumie apendavyo, ajitukuze kwa matendo yake makuu. Matendo ya Mitume 14 mstari wa 8 na wa 11. Matendo ya Mitume 14 mstari wa 8 na wa 11. Maandiko yanasema, na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako sawa sawa. Akasimama upesi akaenda. Na makutano walipoona aliyoyafanya Paulo, wakapaza sauti zao wakisema kwa Kilikonia, miungu ametushukia kwa mifano ya wanadamu. Huyu ni mtu ambaye aliponywa, ambaye alikuwa ni kiwete tangu kuzaliwa. Maandiko anasema ya kwamba Paulo alivyomwona ule mtu akaona ana imani ya kuponywa. Paulo akamwombea yule kiwete akainuka akasimama. Maandiko anasema ule kiwete alipoinuka akasimama, wale watu wakampa Mungu utukufu, wakasema ya kwamba miungu ametushukia kwa mfano wa wanadamu. Wakaona kina Paulo ni kama miungu fulani ambayo wameshuka. Haleluya. Hawakuona tena ni kama wahubiri tu, wakasema miungu ametushukia kwa mifano ya wanadamu. Kwa hiyo Mungu anapewa utukufu kupitia matendo yake makuu ambayo atakayoyatenda kupitia wewe. Nami nasema Mungu akutumie, mtu wa Mungu, ajipatie utukufu kupitia matendo yake makuu, akutumie. Na wewe akikutumia, mrudishie Bwana Mungu utukufu. Mwambie Bwana, utukufu ni wako. Mwambie Mungu, sifa yoyote inayonenwa juu yangu ni sifa yako wewe. Haijalishi watu wanaongea nini juu yako. Haleluya, watu wa Mungu. Wanapoongea ule mtu anampenda Mungu, yule mtu yuko vizuri, mwambie Bwana, kama si wewe nisingekuwa vizuri, kama si wewe nisingekuwa na thamani yoyote. Jifunze kumpa Mungu utukufu. Mwambie Bwana, utukufu ni wako. Utukufu ukurudie, sifa zikurudie wewe. Hata kama kuna kitu chochote cha kiroho nimekifanya, nimeimba vizuri, mwambie Bwana, sauti ni yako. Wewe ni sauti yangu, wewe ndio huduma yangu, wewe ndio utumishi wangu, wewe ndio maombi yangu, wewe ndio nguvu yangu, wewe ndio chakula changu, wewe ndio uzima wangu. Haleluya. Ninapomtazama Mungu ninaona kila kitu ni Mungu. Fedha yangu ni Mungu, afya yangu ni Mungu, chakula changu ni Mungu, uzima wangu ni Mungu, mavazi yangu ni Bwana, kazi yangu ni Bwana, familia yangu ni Bwana. Sina thamani yoyote kama sio Yesu kunipa thamani. Jina la Bwana libarikiwe sana, watu wa Mungu. Ni jambo la baraka mpaka leo hata wewe unaitwa mtumishi wa Mungu. Najua hata kuna watu kazini mnaitwa mtumishi. Najua kuna watu kazini mpaka mnaitwa wachungaji. Najua kuna watu mpaka kanisani unaitwa mama mchungaji. Ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu tu. Haleluya. Wewe ni nani mpaka uitwe mtumishi wa Mungu? Wewe ni nani mpaka uitwe mama mchungaji? Wewe ni nani mpaka uitwe mtumishi? Unapojitazama unaona una nini cha ziada kama si neema tu ya Mungu? Jina la Bwana libarikiwe sana, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jifunze kumwambia Mungu, jitukuze. Chochote unachotenda Baba, utukufu ni wako. Chochote unachofanya kwenye maisha yangu, sifa zikurudie. Chochote unachokufanya Bwana, utukufu ukurudie. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimejifunza kumpa Mungu sana utukufu kwa chochote ambacho Mungu anafanya. Nimejifunza kumpa Mungu utukufu. Mimi ninajua Mungu atafanya matendo makubwa ambayo masikio ya watu yatawasha,
lakini utukufu tutamwambia Bwana, utukufu ni wako na sifa ni zako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Ndio maana ogopa sana huduma ambayo anayotangazwa mtu zaidi ya Kristo kutangazwa. Yaani ukiona huduma yoyote ambayo mtu anajitangaza zaidi ya kumtangaza Kristo, weka alama ya kuuliza kwenye hiyo huduma. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na jambo lingine pia nimesema kumruhusu Mungu akutumie. Jambo lingine pia nimesema ni kumruhusu Mungu akutumie apendavyo, ajitukuze kwa matendo yake makuu. Tusome kwenye kitabu cha Yohana 10:38, anasema hivi: kama sizitendi kazi za Baba yangu msiniamini, lakini nikizitenda, ijapokuwa mniamini mimi, ziaminini zile kazi, mpate kujua na kufahamu ya kuwa Baba yangu yu ndani yangu nami ni ndani yake. Ni Yesu anawaambia watu, kama hamtaki kuniamini, basi ziaminini zile kazi. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine watu watamwamini Kristo kupitia kuziona kazi, kuziona vile vitu ambavyo Kristo anatenda katika maisha yetu, kuviona vile vitu ambavyo Yesu Kristo anafanya kwa watu wengine. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine Mungu anajitambulisha kupitia kazi. Hata Yesu Kristo alitambulishwa kwa miujiza. Wakati wa Yohana anamwambia watu, kamwambieni Yohana, viwete wanatembea, vipofu wanaona. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Watu wanahubiriwa habari njema. Mungu anapomtambulisha Musa, alijitambulisha kwa ishara ya miujiza ya zile nyoka kugeuka kuwa nini? Kuwa fimbo. Kwa hiyo kuna wakati mwingine Mungu anapomtambulisha mtu, kuna kitu ambacho Mungu anakutambulisha nacho. Mimi nikwambie kitu, kuna vitu vinaweza vikaja kwenye maisha yako, au hata ni changamoto fulani ikaja kwenye familia, kumbe Mungu anataka ajitambulishe. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Wewe unaweza ukaliona ni kama jaribu, ukaiona ni kama shida, lakini mnapoomba Mungu akajitukuza akafanya, Mungu amejitambulisha. Kuna watu watasikia, kuna majirani watasikia mliomba, Mungu akafanya muujiza, kulikuwa na changamoto fulani, lakini Mungu amejitambulisha. Jina la Bwana libarikiwe sana, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kazi za Mungu zishuhudie kuwa sisi ni watumishi wa Mungu. Kazi za Mungu zishuhudie kwamba sisi ni watumishi wa Mungu. Utukufu wa Mungu huonekana kupitia mwenendo wa mtu. Utukufu wa Mungu huonekana kupitia mwenendo wa mtu. Isaya 60:1. Utukufu wa Mungu huonekana kupitia mwenendo wa mtu. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Jina la Bwana libarikiwe sana, watu wa Mungu. Njia za kuishi maisha yanayompa Mungu utukufu. Ya kwanza ni kuchukia uovu, mizaha. Zaburi ya 1:1 utaenda kusoma. Kuchukia uovu, kuepuka dhambi, kuishi maisha masafi. Njia za kuishi maisha yanayompa Mungu utukufu ni kuchukia uovu, mizaha, kuishi maisha safi, maisha matakatifu. Kama unataka kuishi maisha yanayompa Mungu utukufu, ishi maisha safi, ishi maisha matakatifu. Na nisikilizeni niwaambie, watu wa Mungu, nisikilizeni niwaambie, kokote uliko, kama unakaa na jirani yako, unafanya kazi kwa watu, unafanya kazi ofisini, unafanya biashara, nisikilizeni niwaambie kitu. Maisha, sisi haya maisha tunayoishi, tunaishi ili watu wengine pia nao wasimame kwa Kristo. Tunaishi haya maisha pia ili wengine wamwamini Yesu. Kuna mtu anataka kumwamini Yesu, lakini akisikia vitu fulani juu yako atairisha na kuokoka. Wagaba anasema ni kweli. Yaani kuna mtu anataka kuokoka, lakini akisikia mambo fulani ya kwako anairisha, anasema kama sivyo hapana tena. Kwa hiyo jua maisha haya ya kiroho tunaishi ili tusaidie wengine wamwamini Kristo Yesu. Ni muhimu sana ujue. Mimi nikwambie kitu, kuna mtu mwingine ameokoka na amesimama vizuri kwa sababu anakuangalia wewe. Akisikia ishu fulani tu juu yako unashangaa na yeye anaanza kupunguza spidi. Anasema kama fulani amefanya hivyo, kama fulani amefanya hivyo. Kwa jua maisha yako ya kiroho, ujue pia kuna wengine wako nyuma yako. Sisi umesimama kiroho, lakini kuna wengine wamesimama wanakuangalia wewe. Nani ananielewa? Nani ananielewa? Ndio maana niliwaambia pia, hata kama unafanya biashara ombea uso wako Mungu akupe neema, uwe na uso wa kibali. Uwe na uso unaowakaribisha wa biashara. Kuna watu wengine wateja wanafukuzwa na uso tu. Maandiko yanasema Yakobo akawaambia wake zake, naona baba yenu hanitazami kama jana na juzi. Uso wa Kaini ndio uliosema kwa Mungu kwamba wewe una chuki. Mbona uso wako umekunjamana?
Wewe unafanya biashara sana sana, baba niombe nipate kibali. Kumbe sura unaotazama nao wateja tu. Ukitazama kama unalia, sijui kama unafanya nini. Haleluya. Ndio maana vitu vya kuombea pia, mojawapo ya vitu vya kuombea hata unapoenda kazini, ombea sana uso. Uso ni reception, ni mapokezi. Uso ni nini? Uso ni mapokezi. Ombea sana uso wako. Ombea sana uso. Jina la Bwana libarikiwe sana, watu wa Mungu. Ombea sana uso. Uso ni mapokezi. Ombea sana uso. Ni mojawapo ya vitu vya muhimu sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, jihadhari na mizaha. Jihadhari na dhambi. Ishi maisha safi. Ujue kuna watu ambao wako kwenye wokovu kwa sababu wanakutazama wewe. Wanakutazama wewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nani ananielewa? Nani ananielewa? Hebu sema, maisha yangu ya wokovu ninaishi kwa ajili ya watu wengine. Kuna watu wengine wanamfuata Yesu lakini wananitazama mimi. Hebu sema, kuna watu wako kwenye wokovu lakini wananitazama mimi. Kwa hiyo yapaswa nisimame imara ili na wao wasimame imara. Kuna watu hawajaweza kujisimamia wenyewe, wanakutazama wewe tu. Yaani wanakutazama. Ishi vizuri na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unajua hata kuna watu wanaweza kaongea neno mpaka ukaogopa. Ukaogopa. Yaani wanaweza kaona ukaogopa. Juzi hapa akapiga simu mtu mmoja, akaniambia, baba mtakatifu. Nikaogopa. Nikamwambia, wewe una maana gani? Ni mtu mmoja hivi. Nikasema, unajua kuna watu wengine wanaweza kukubandika majina mpaka ukaogopa, ukajisikia kugaragara chini. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ishi vizuri na Mungu. Ishi vizuri. Jamii inavyokutazama, na jamii inavyokutazama na watu wanavyokutazama. Kuna watu wanakutazama kama mtu mwenye busara, mtu mwenye hekima. Kuna siku wakisikia mambo yako watarudi nyuma. Ni muhimu sana kuishi vizuri na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jambo lingine pia, kuonyesha upendo wa Mungu kwa watu. Njia za kuishi maisha yanayompa Mungu tukufu, kuonyesha upendo wa Mungu kwa watu. Usipende kuishi maisha ya chuki. Usipende kuishi maisha ya chuki. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa 9 hadi wa 11. Anasema, yeye asemaye ya kwamba yupo nuruni naye amchukia ndugu yake yumo gizani hata sasa. Yeye ampendaye ndugu yake akaa katika nuru, wala ndani yake hamna kikwazo. Kwamba yeye anayesema yuko nuruni, anayesema kwamba anampenda Yesu, halafu anamchukia mtu wa Mungu, anasema yuko gizani hata sasa. Hebu sema, kama anasema nimeokoka lakini nawachukia watu, niko gizani. Wangapi ananielewa? Uko gizani. Na hiyo waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wa 7 hadi wa 12. Wa 7 hadi wa 12. Maandiko anasema hivi. Tunaweza tukasoma hapo kidogo tuangalie waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wa, anasema, wapenzi na mpendane kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye amjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Mungu ni nini? Ni upendo. Kwa hiyo ili tumuonyeshe Mungu kwa watu, yapaswa tufanye nini? Mungu haonekani. Lakini ili tumuonyeshe Mungu kwa watu, yapaswa tufanye nini? Tuwe na upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa Mungu ni, hebu sema, Mungu ni upendo. Hebu rudia tena, Mungu ni upendo. Rudia tena, Mungu ni upendo. Rudia tena, Mungu ni upendo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sikiza nikwambie kitu, hata kama kuna mtu anakuudhi, sio lazima umuonyeshe kwamba unamchukia. Kuna mambo yake unaweza usiyapende, lakini jina la Bwana libarikiwe sana, watu wa Mungu, lakini usionyeshe chuki. Haleluya. Kuna mtu yani akichukia mtu, hata kuku wako anamchukia. Yaani anapiga mpaka kuku wako, paka wako. Yaani hata ni paka wa fulani utasema paka amelimwa jiwe ambalo sio la kawaida. La sababu anakuchukia wewe. Anakuchukia wewe, amekutana hata na ndoo yako mahala anaipasua. Ndoo imekufanya nini? Kuna mtu mmoja alikuwa analalamika kwa waziri mkuu. Ana ugomvi na mzazi wake, anaadhibu mtoto shuleni na hamsaishi mitihani. Hamsaishi na anapiga mtoto. Kisa anamchukia, wamegombana na mzazi wake. Aenda kulipiza kwa mtoto.
Mungu asaidie sana. Waenda mbinguni wako hivyo? Nauliza, waenda mbinguni wako hivyo? Waenda mbinguni wako hivyo? Unajua wakati unaweza ukaishi na mtu ambaye anakuchukia ukaamua kuishi naye kwa namna fulani, hata na yeye baadaye akajihoji. Akajihoji baadaye maana yake ni nini? Yaani akajihoji, ukampa mtihani mkubwa kwenye maisha, naye akafika mahala akajihoji. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Jambo lingine pia, kuwa na roho ya msamaha. Kuwa na roho ya msamaha. Kuwa na roho ya msamaha. Jambo lingine la 4, kufanyika msaada au baraka kwa wengine. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa 17 hadi wa 18. Kufanyika msaada au baraka kwa wengine. Upendo wa Mungu, huwezi kumwambia tu mtu ana shida na unajua kabisa unaweza kuitatua, unamwambia Mungu akubariki, akusaidie, nitakuombea, wakati unajua kabisa unaweza kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Unamwambia nitakuombea. Je, hiyo ni sawa? Nauliza, hiyo ni sawa? Kama kuna mtu ambaye unajua hii shida naweza nikamsaidia, ambia nitakuombea, hiyo ni sawa? Hebu sema sio sawa. Nauliza, hiyo ni sawa? Sio sawa. Kama unajua naweza nikamsaidia. Mtu anakuambia jamani, ninaenda kibanda, yani nimekosa 1000 tu ya pikipiki niwahi pale, na unajua kabisa hela unazo kabisa, unayo uwezo wa kumsaidia, ambia jamani, pole, Mungu akubariki, nitakuombea, nitaombea uchumi wako, nitaombea uchumi wako. Nauliza, hiyo ni sawa? Kuna ndugu mmoja anaitwa Dani Wema kule Kenya, huwa anajifanyaga kama anavaa nguo zingine, anafanya kama matambara hivi, hana uwezo. Wangapi wanamuona? Anaweza kaenda mahala, jamani, vizuri kujieleza, nina shida 1 2 3, sijala siku 2. Anza kanaomba tu kipande cha chungwa. Anakuta mama mmoja anauza chungwa, naomba tu kipande cha chungwa tu kimoja tu, nila chochote, au nipatie shilingi 10 nikala hata ndizi. Uwe mama akamnyima, akamwambia siwezi kukupa, akakataa. Akaenda kwa mwingine akampa. Alivyompa, yule ndugu amempa kama hela shilingi 7,000 za Kenya. Unajua 7,000 za Kenya ni hela nyingi, karibia laki na kitu za Kitanzania. Yule mama akamwambia, wewe ungekuwa umenipa kipande cha chungwa tu, hela zilikuwa za kwako. Lakini yule jirani yake, yule mama paka anaweka mikono kichwani hivi, na ana hela. Vichungwa vyenyewe si ni 3 4 viko kwenye meza, vimebaki hapo. Anasema nisaidie, sina hata mtaji. Amwambia, wewe umeshapoteza bahati yako, kitu kidogo tu. Na mimi nikwambia hivi, uchoyo haulipi. Kuna watu ni wachoyo, mimi nakwambia. Yaani kuna watu ni wachoyo na anaokoka, lakini ni mchoyo. Narudia, ni mchoyo. Unafahamu uchoyo? Yaani kabisa una uwezo kabisa wa kumsaidia mtu kabisa, yaani una uwezo, lakini uchoyo. Yaani unaona kabisa una vinguo kabisa, unaona vinamtosha mtoto wa mama fulani. Unaona kabisa anatembea vikalio viko nje, yaani mama fulani jamani. Yaani unasema bwana una uwezo wa kumsaidia yule mtoto, akavaa nguo. Nani ananielewa? Alafu na wengine mnaopewa vitu hapa mnaogopa kuvaa eti kisa utalogwa. Ombea vitu, wape watu wavae. Ombea vitu. Hata malaika akupa kitu utasema umelogwa. Kuna watu hata malaika akiwapa kitu utasema malaika amewaloga. Acha ujinga, mwambie mwenzako acha ujinga. Ombea vitu, viombee, vitakase kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Acha uchoyo. Acha uchoyo. Yuko mama mmoja kijijini alikuwa anakula tena ugali tu na maziwa tu. Fahamu vijijini wanakamua maziwa. Aliposikia jirani anabisha hodi akauweka mvunguni. Sasa kule kijijini kuna viti ambavyo wanakaa ni vile viti vya chini chini. Sasa ule mama akauona ugali mvunguni na bakuli la mtindi. Akaamua tu kumfundisha ule mama, akamwambia, yani mama nani, jana wakati tulivyoachana nilikutana na nyoka natoka hapa hadi kule kwenye ugali na maziwa kule. Kumwambia kwamba kuna watu, nikwambia kuna watu wajanja na wao kujua tu ujumbe, ugali nimeuona. Ugali nimeuona. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Tunamhitaji Mungu. Kwa hiyo
fanyika baraka kwa watu wengine. Jifunze kufanyika baraka kwa watu wengine. Mungu awabariki wale watu ambao wamekuwa wakifanyika baraka njiani na sehemu wanaposikia kuna mtu ana uhitaji, wanafanyika baraka. Nasema mbingu ziwatamie hao watu. Mungu awalinde. Haleluya. Mimi sasa nakwambia kitu. Hebu sema matendo ya huruma. Rudia, matendo ya huruma. Matendo ya huruma ni pamoja na kuwajali wahitaji. Kujali mtu unaposikia na uhitaji ndio matendo ya huruma. Na mimi nikwambie moja wapo ya kitu ambacho Yesu alikionyesha kwamba watu wadhaifu kwenye matendo ya huruma ni watu wanaomjua Mungu. Wangapi nakumbuka habari ya ule Msamaria? Wangapi nakumbuka? Yule bwana aliyepigwa, sikiza nikwambie, yule bwana aliyepigwa akaumia. Maandiko anasema alipita Mlawi. Akapita, hebu sema Mlawi akapita kando. Kwanza alipita nani? Ngoja tuangalie. Kulikuwepo na Mlawi, alafu kulikuwepo na kuhani, alafu na nani mwingine? Na nani? Msamaria. Sasa Mlawi, tungeweza tukasema Mlawi ni kama mzee wa kanisa, mwinjilisti au mtumishi mwingine yoyote. Kuhani tunaweza kusema ni mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu yule nani aliyemhurumia, yule Msamaria mwema yule, tunaweza kusema huyo ni mtu tu wa kawaida tu ambaye hamjui Mungu. Ni mtu tu wa mataifa tu. Wangapi wananielewa? Kwa hiyo Mlawi kando, kuhani kando. Yaani hapo mwinjilisti, mchungaji, si mama mchungaji, mwinjilisti, mtumishi yoyote wa kanisa kando. Kuhani ambaye ni mchungaji kando. Kuhani ambaye ni askofu kando. Lakini akaja mtu wa mataifa tu akafanya msaada. Haleluya. Na mimi niwaambie kitu. Kuna roho fulani ambayo inataka kuingia. Unajua hata kama umeokoka usipende sana wewe kusema utaishi kwa njia fulani, yani wewe hujiwezi. Sema naweza. Sema nayaweza mambo yote katika yeye anitie nguvu. Hebu rudia tena, nayaweza mambo yote katika yeye anitie nguvu. Rudia tena. Kwa hiyo jifunze kufanyika msaada kwa watu. Jambo lingine pia, kuwa mwaminifu kwa Mungu na kwa watu na vitu vyao. Kuwa mwaminifu kwa Mungu na kwa watu na vitu vya watu. Kuwa mwaminifu kwa Mungu, kwa watu na vitu vya watu. Kuna watu ni wakali lakini wewe sio mwaminifu kwenye vitu vya watu. Unakopa, mpendwa na kudai, unakuwa mkali. Mimi nitamuomba Bwana tu atashughulika. Utashughulikiwa wewe. Yaani umekopa kabisa, alafu anakuja kukudai, unabeni nitaomba Bwana, wewe una huruma, Bwana atakushughulikia. Utashughulikiwa wewe. Mbona wakati ulivyoenda ulienda na mbwembwe nyingi? Yo, Bwana amenielekeza kwako. Nani ananielewa? Hebu punga mkono hivi. Wewe mwaminifu kwa vitu vya watu. Wewe mwaminifu. Mimi nikwambie uaminifu unalipa. Hata kama wewe unapika vitu unauza, usipike vibaya kwa sababu wewe hauli. Na kwa sababu pika kwa uaminifu kama ambavyo wewe ungekula na watoto wako. Utapata baraka za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana watu wa Mungu. Mtu unapika vibaya vya kisa eti wewe hauli, unahusia watu. Mimi huwa naangalia kule Uchagani, hakuna kitu kichafu kama mbege. Mbege niliona watu walikuwa, unajua mbege inakaa nyumba tu za ovyo ovyo. Nguo zilikuwa zimetundikwa, tena nguo za ndani zimetundikwa kwenye kamba, zikatumbukia kwenye pipa la mbege. Nikaona mtu anazitoa na kijiti hivi. Wakazitoa na kijiti hivi wakapeleka nje, mbege ikaendelea kutumika. Magondo, unanielewa? Mbege ni chafu. Mimi niwaambie mbege ni chafu. Saa nyingine inakamuliwa na miguu. Mimi mwenyewe nilishuhudia kwa shangazi yangu. Nimekaa na shangazi yangu karibia miaka 20. Nimekaa na karibia miaka kama 17 nimekaa na shangazi yangu. Na walikuwa wanauza mbege. Nilishuhudia panya wamefia, wametumbukia kwenye pipa la mbege. Panya wawili wameshiba, wakatolewa. Mbege inaendelea kunywa kama kawaida. Hawamwagi, hawasazi kitu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, uwe mwaminifu kwa watu na vitu vya watu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Usiwape watu vitu vibaya eti kisa wewe hauli. Nani ananielewa? Nani ananielewa? Nani ananielewa watu? Hata kama unatengeneza juisi, tengeneza vizuri.
ambayo kama ungekunywa wewe, ungekunywa na watoto wako na mme wako, kama ni maandazi, kama ni chapati, ni vitumbua, ni chakula, pika vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Nani ananielewa? Sikiliza nikwambie, mtu wa Mungu, jambo lingine pia, jali wengine. Unyenyekevu. Omba Mungu akupe roho ya unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu nataka ninapomalizia, hebu mwambie Mungu, nisaidie niishi maisha yanayokupa wewe utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisaidie niishi maisha yanayokupa wewe utukufu. Nikupe wewe utukufu kwa maisha yangu. Tabia yangu ikupe utukufu. Kula kwangu kupe utukufu. Kuvaa kwangu kupe wewe utukufu. Kuongea kwangu kupe utukufu. Huduma yangu ikupe utukufu. Mwambie Bwana, nisaidie nikupe wewe utukufu, kwa sababu nimetambua nimeumbwa kwa utukufu wako. Simama mtu wa Mungu. Umeumbwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mwambie Mungu, nisaidie nikupe wewe utukufu kupitia maisha yangu. Wangapi wanataka maisha yao yampe Mungu utukufu? Mwambie Mungu, nimeumbwa kwa utukufu wa jina. Na mimi nikwambie kitu, maisha yako yakimpa Mungu utukufu, utaona miujiza ya Mungu inatokea kwenye maisha yako. Kuna watu ambao Mungu atawatumia kwa namna ya ajabu, kwa sababu maisha yao yatampa Mungu utukufu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Simama, inua mikono yako juu. Simama, inua mikono yako. Utaenda kuomba maisha yako yampe Bwana utukufu. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninakuja mbele zako Bwana. Ninakuomba unisaidie Bwana, maisha yangu Bwana yakupe wewe utukufu. Wewe Bwana upate kutukuzwa kupitia matendo yangu, kupitia tabia zangu, kupitia mwenendo wangu, kupitia huduma yangu Bwana, kila mahali nitakapokuwa.